Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Tegela Kagola. Sijasema Tegela asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mna amani watu wa Mungu? Amen. Nampenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na kibali ambacho amekiachilia hapa katikati yetu siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya 8 na ni siku ya mwisho wa mkutano wetu. Somo ambalo tulikuwa tunaendelea kujifunza nalo lilikuwa na kichwa kinachosema upendo wa Mungu huleta wokovu, ambapo mstari ulikuwa ukituongoza ilikuwa Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Naomba usome. Yohana 3 mstari wa 16. Maandiko yananiambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Amen. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Manake Mungu alitupenda sisi. Sasa ule upendo wa Mungu ulikuja kutuletea sisi wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu kwa namna gani? Wokovu katika sehemu mbalimbali za maisha yetu ambayo tunaendelea kuishi. Kwa Mungu anakuja kutuletea wokovu sisi kwa sababu ya upendo wake. Ndio maana akatuagiza na sisi tuje mahali hapa kuwatangazia mateka, watu ambao wamefungwa, waupate huo wokovu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepita katika hatua mbalimbali. Tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza kwa nini Mungu aliamua kutupenda sisi. Tukaangalia ni kwa kiasi gani, ni kigezo gani ambacho natakiwa uwe nacho ili ufaidike na upendo huu. Tukaangalia faida katika siku ya jana na juzi za upendo wa Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu jana akasema upendo wa Mungu, faida mojawapo inatupatia sisi ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatupatia kushinda dhidi ya ziki mbalimbali, adha, shida, mateso. Sisi tunakuwa washindi katika kila sehemu ambayo tunakanyaga. Tukiwa shuleni tunakuwa washindi kwa sababu ya upendo wa Kristo ambao umekwisha kuingia ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika siku ya leo tutaenda kujifunza hasara ya kuishi nje ya huo upendo wa Mungu. Sasa tumekuja kutangaza hizi habari njema za Kristo. Kama kuna mtu ataendelea kuishi nje ya huu upendo wa Mungu, atapata hasara gani? Au atapata, yani ni vitu gani atavikosa? Hawezi kuvipata kutokana yeye anaishi nje ya lile pendo. Na naposema mtu anayeishi nje ya lile pendo la Mungu, maana yake nazungumzia mtu ambaye hajamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukamwamini Kristo bado ukaendelea kutembea katika hali za kawaida. Sasa maandiko yanasema kwamba imetupasa sisi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wapo Wakristo mbalimbali wanamwabudu tu Mungu, lakini hawamwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo kanisani kila Jumapili, lakini bado hawajui umuhimu wa Mungu. Bado wanatenda dhambi. Bado wanaishi maisha ya dhambi. Hawamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kweli ni nini? Kweli ni kutii maagizo ya Mungu. Kweli ni kuwa mnyenyekevu. Ni kuendelea kufanya matendo mema hata kama mtu yoyote hakuoni. Hiyo ndio kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Watu wamekaa kanisani lakini hawatendi matendo ambayo yanampendeza Mungu. Sasa hao wanaishi nje ya pendo la Mungu. Kuna hasara watakazoweza kuzipata. Hakuna faida yoyote ya kuwa mzuri mbele za watu ili hali mbele za Mungu uko mbaya. Hautapata faida yoyote. Ni bora watu wakakuona mbaya lakini Mungu akakuona mzuri, kwa sababu Mungu ana sehemu ya kukupeleka, kuliko watu wakakuona mzuri halafu Mungu akakuona mbaya, halafu hao watu watakao kuona mzuri hawana sehemu ya kukupeleka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna waimbaji wanaoimba kwaya za mahali hapa kanisa hili wako kwenye mkutano. Amina.
wale waliokuwepo Jumapili walikuwa ni kanisa la Sinai, wale wa ile kwaya Mkuzi wapo, hamna hata mmoja aliyekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina neno juu yenu waimbaji wa mahali hapa na wale wote ambao wanatamani kutumika katika huduma ya uimbaji. Somee Ufunuo 3:15 mpaka 20. Ufunuo 3:15 mpaka 20. Biblia inasema ya kwamba nayajua matendo yako ya kuwa u baridi wala u moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala u baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, umenitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Amen. Somee Luka 19 mstari wa 41. Luka 19 mstari wa 41. Biblia inasema alipofika karibu aliona mji, akaulilia. Endelea. Akaulilia. Mstari wa 42, Biblia inasema akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusulu pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kama mtumishi wa Mungu, mimi silembi mwandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuambia waimbaji wa mahali hapa, mkubali kuwa wanyenyekevu. Mungu atawaharibu. Hamjui kama nyie ni hekalu la Roho Mtakatifu? Mnafanya huduma kadiri mnavyotaka ninyi. Tumekuja hapa kwenye mkutano mahali hapa, mmehudumu siku ya kwanza tu. Aliyewafukuza kuja kuimba mahali hapa alikuwa ni nani? Siku ya leo ibadani mwinjilisi ametangaza kwaya zije kuhudumu. Hamna kwaya hata moja ambayo imekuja kuhudumu mahali hapa. Siko nachekesha mahali hapa kwa sababu havichekeshi. Niko nawaambia mkatubu. Mungu hana utani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukawa unatumika kwa hali ya mazoea. Tena siku ya jana nikasikia tulikuwa tunaendelea na mkutano hapa, wengine wanafanya mazoezi. Unafanya mazoezi unamuimbia Mungu gani? Acheni hali za mazoea, kutumika kwa mazoea. Mungu atawaharibu. Mungu hapendi mazoea. Niko mahali hapa kuwaonya waimbaji wa mahali hapa, mjue kuwa nyie ni watumishi wa Mungu. Mnatakiwa kumtumikia Mungu aliye hai. Mtumikie Mungu katika roho na kweli. Mwache masiara. Dhambi ni mbaya sana, itawaharibu na kuwateketeza. Maandiko yanasema kwamba na wabatiliza uovu wa baba zenu kizazi cha 3 mpaka cha 4. Kitendo mnachokifanya kitakuja kuwaathiri hadi watoto wenu na wajukuu zenu, kwa sababu ya masiara mnayoyafanya, kwa sababu ya kukataa utumishi. Tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kuhudumu. Mnashindwa kuungana na sisi hata katika kidogo hiki kwa sababu ya shughuli mbalimbali za dunia. Mnafikiri kwamba sisi hatuna kazi. Mnafikiri sisi hatuna shughuli, hatuna ndugu wa kwenda kuwatembelea. Nataka niwaambie kwamba tunao wengi sana, lakini tumeamua kuacha. Watu tunatoka sehemu za mbali, tumekuja mahali hapa kukuhubiria. Wewe kutoka nyumbani kwako tu kuja kuhubiri mahali hapa, unaona kazi. Maandiko yanasema kwamba Bwana ataleta njaa, sio njaa kukosa chakula. Ipo siku mtanikumbuka haya maneno. Nataka kuambia mbadilike. Acheni kuishi katika hali za mazoea, kwamba sisi mikutano ikija hatuhudhuria. Acheni hayo mazoea. Kama hamtaki kutumika, acheni, ondokeni kanisani. Kama mnataka kutumika, simameni mtumikie Mungu kweli kweli. Neno la Mungu linapokuja, mikutano inapokuja, hubirini. Msihubiri kadri mnavyotaka. Maandiko yanasema kwamba Mungu anaweza akakutumia wakati unaofaa na usiofaa. Msitake tu kutumika jinsi mnavyotaka ninyi katika hali za mazoea. Kama hao viongozi wapo mahali hapa, mtawafikishia hizi taarifa, kwa sababu najua sio wote, wengine tu wanaongozwa. Wakatubu. Sisi tumekuja kuhudumu mahali hapa, mkatubu.
Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kwenda na kinyongo moyoni mwangu. Nimekisema mahali hapa, na wewe ukatubu. Nilikuwa na uwezo wa kuacha tu nikaondoka, lakini nimeamua nikiseme, mkatubu. Hizi siku 5 mlikuwa na uwezo wa kuja kuhudumu mahali hapa. Kama nyinyi ni wahudumu, hamji kuhudumu, mnataka mkahudumu wapi? Kama watu wamekusanyika mahali hapa, hamtaki kuja kuwahudumia. Kama sisi tunaenda kutafuta kondoo waliopotea, ambao Yesu amesema nilikuja kwa ajili ya waliopotea, halafu na walioko zizini hawaji, tunafanya nini? Basi, lakini nataka kusema kwamba dhambi ni mbaya sana. Ukiizoelea dhambi itakutesa sana. Kuna mwimbaji mmoja hivi, nafikiri atakuwa anatokea Kongo, aliimba wimbo kuhusu dhambi. Aliimba akasema, dhambi ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yavutia. Dhambi ni kama kaburi, ukiyaona nje ni kama yavutia, lakini ndani yake ni viozo tu, ni viozo tu. Mpendwa, afikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi katika ile kawaida unaweza kuitazama ukaona ni nzuri, lakini mwisho wake ni aibu, mwisho wake ni mbaya. Siku ile ya mwisho utaenda kutoa ripoti juu ya mambo unayoyafanya. Umepata neema ya kupata neno, na Mungu anasema sitamhukumu mtu ambaye hajasikiliza neno. Bado ukaendelea kuishia dhambi, unaendelea kuteseka. Kwa sababu gani? Hasara ya kuishi nje ya upendo wa Mungu. Tuendelee na neno la Mungu. Hasara ya kwanza, hasara kubwa ambayo mtu ataipata kuliko zote ni kukosa urithi katika ufalme wa Mungu siku ya mwisho na kutupa katika jehanamu iwakayo moto. Hiyo ndio hasara kuu na kubwa. Tumekuja kutangaza upendo wa Kristo, tunatamani upokee. Sasa kazi ni kuutunza. Ukishindwa kuutunza huo upendo wa Kristo, ukaendelea kuendekeza anasa katikati ya maisha yako, kuishi maisha ya majivuno, kuishi maisha ya kutenda dhambi, ujue siku ile ya mwisho hautapata huu urithi ambao tumekuja kuutangaza, kwamba sisi ni watoto wa Mungu, sisi tu wana wa Mungu. Nisomee Ufunuo 21 mstari wa 8. Ufunuo 21 mstari wa 8. Biblia inasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudio sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Wanaochukiza, waongo, wanaoabudu sanamu, wote wako nje ya pendo la Kristo. Wachawi, washirikina, wote wako kwenye nje ya pendo la Kristo. Sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto, maandiko yananielekeza. Na hiyo ndiyo itakuwa mauti ya pili. Kutakuwa kuna kilio na kushaga meno. Watu wanaisikia injili. Najua sauti inasikika sana, sio nyetu. Kuna wengi wanaisikia, lakini haya hayajatokea leo. Sikiliza, Mungu alivyotaka kuiangamiza Sodoma na Gomora, alitoa ujumbe. Watu wako bize na shughuli zao. Mtumishi wa Mungu Lutu anawaendea wakwezi, wanamwona kama mtu anayecheza mbele zao. Sio hivyo tu, wakati wa Nuhu anawaambia watu tujenge safina, wanamwona kama mtu aliyechanganyikiwa. Mvua ilivyonyesha katika nchi, wakaanza kuteketea. Kwa hiyo utapata hasara, na hasara kubwa ni hasara ya kukosa ufalme wa Mungu. Nipo hapa pia kukuthibitisha kwa hakuna mtu atakayeishi milele. Sasa utakapotoweka katika haya maisha ya ulimwengu, utaenda wapi? Watu wanateseka, watu wanateseka. Ndugu zangu, tuache kuishi maisha ya tabu na dhiki. Tumeshuhudia watu wamefia katika dhambi, wakati wa kufa wanateseka, wanapiga kelele,
wakisema naenda wapi, sioni na kwenda, naona giza. Kufa hajafa, anapiga tu makelele, haoni anakoelekea. Alijidai. Usifikiri kwa mtu wa kawaida akijidai kwamba yeye ni mtu ambaye anaona kwamba kwa zile dawa alizonazo hawezi kufa. Sasa kifo kinakuja, hajui hata anakwenda, anaona giza tu. Atasema nini? Wanateseka, unawatesa ndugu zako kwa sababu ya uchawi wako tu ambao hutaki kutubu. Hiyo ni hasara, utaukosa ufalme wa Mungu. Maandiko yanatuelekeza tuwe na upendo na katika kumtumikia Mungu kama inavyowastahili watakatifu. Yesu kama ni upendo, na yeye anatuelekeza kuwa na sisi tuwe na upendo katika kuendelea kutumika kama inavyowastahili watakatifu. Nisomee hiyo Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza. Waefeso sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema, hivyo mtafuteni Mungu kama watoto wanaopendwa. Taratibu. Maandiko anasema kwamba hivyo mfateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Kitu cha kwanza umfate Mungu. Kwa sababu gani? Kama mtoto anayependwa. Kwanza ujue Mungu anakupenda. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa unapomtumikia Mungu, ujue kama Mungu anafanyaje? Anakupenda kama mtoto wake. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika upendo. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Tena akajitoa kwa ajili yetu. Tena akajitoa kwa ajili yetu. Sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini washerati usitaje kwenu kama. Asante. Subiri. Sasa anatoa. Tunavyoendelea kumtumikia Mungu, ni vitu gani havitakiwi kutajwa kwetu? Rudia wa mstari. Lakini washerati usitaje kwenu kamwe. Lakini washerati usitaje kwenu kamwe. Wala uchafu wowote wa kutamani. Wala uchafu wote wa kutamani. Kama iwastahiliavyo watakatifu. Kama inavyowastahili watakatifu. Wala aibu wala maneno ya upuzi. Wala aibu wala maneno ya upuzi. Wala ubishi. Wala ubishi. Hayo hayapendezi. Hayo hayapendezi. Bali afadhali kushukuru. Bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika. Maana neno hili mnalijua hakika. Sikiliza, hili neno mnalijua. Hakuna mtu hapa yuko hapa na anayesikia sauti hili neno hatolijua. Litaje hilo neno ambalo tunalijua. Ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa. Ndiye mwabudu sanamu. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na. Mtu yoyote, mganga yoyote, mchawi yoyote asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Soma. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Kwa maana zamani ninyi. Ishia hapo. Wapo watu watakuja kuwadanganya. Sasa maandiko yanasema mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kwa sababu ya hayo hasira ya Bwana Mungu huwajia wana wa uasi, watu walioasi. Mtu atakuja mbele zako atakwambia, kwani unaposali unapata nini? Wengine wataanza kuinua dhihaka. Nataka kuhakikishia kuwa usijiingize katika dhihaka hizo. Wengine watakuja kusema kwamba watumishi wamekuja, sasa walifanya nini? Na wewe utaingia mkumbo, utashirikiana nao. Nataka ni kuhakikishia kuwa hasira ya Mungu haitanyamaza kwa ajili yako. Lazima ujitoe. Lazima ujue kumtumikia Mungu. Hakuna masharati wala mchafu. Maneno ya upuzi. Watu wamejaa na maneno ya upuzi. Tena wengine wanajikuta ni walevi. Kumbe anakunywa pombe ili aongee ujinga. Shindwa kwa jina la Yesu. Natoka nyumbani unaenda kunywa pombe ili rudi unaongea mtaani. Maneno ya upuzi unaongea. Unawatukana watumishi unafikiri ni sifa njema. Dhambi hiyo itakutafuna mpaka utubu
mpaka utubu, na ni gharama. Ndugu zangu, nawaambia kama hujawahi kujishirikisha na vitu vya namna hiyo, acha. Ni gharama kurudi katika nafasi ambayo utaipoteza. Usitamani kurudi nyuma. Maandiko yananielekeza kuwa kwamba mtu ambaye amekwisha kulipata neno kisha akaliacha lile neno, hali yake ya sasa inakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo. Kwa hiyo wao uliyepata neema ya kulisikia ile neno, natamani wanene kama iwasalivyo watakatifu, ukijua ni nini kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni heri kukosa raha zote za dunia na kuweza kuurithi uzima wa milele. Neno la Mungu linasema mtu ana faida gani kupata fahari ya dunia na kisha kukosa uzima wa milele? Mathayo 16 mstari wa 26. Mtu ana faida gani upate fahari yote ya dunia? Mathayo 16 mstari wa 26. Mathayo 16 mstari wa 26. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Amen. Ukipata vyote, pesa, magari, kila kitu ukawa nacho, utakuwa na faida gani kama siku ukifa haujui unako kwenda? Walikuwepo wangapi matajiri wakubwa duniani? Wameacha, tena wengine wameacha mali zao zimetafa, watoto wao wanateseka. Mali aliachwa baba mdogo, watoto wake wakabaki wanateseka. Wako wapi au matajiri? Hawapo tena. Wewe kinachokufanya ujione vema na kuacha kumtafuta Mungu ni kitu gani? Shughuli za dunia zinakulemea sana. Umekuwaje mtu wa Mungu? Kazi ya kwako mwenyewe ikutese wewe mwenyewe. Unakosa hata muda wa kumwabudu Mungu. Hujui hata masaa mawili mbele yako, lakini unajivuna kiburi, unajivuna majivuno makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya sana. Lakini Yesu alianza kuhubiri toba na kuambia watu kuwa watubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu, sisi hatujaja kutangaza kitu kipya zaidi, lakini Yesu katika Injili alianza kuhubiri toba, akisema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Pamoja na kwamba nimewaletea wokovu, pamoja nimekuja kuwakomboa, lakini tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na mimi niko mahali hapa kuambia mtu asiendelee kuishi maisha ya dhambi. Ni maisha mabaya sana. Utubu, Mungu atakusaidia. Mungu atakuwezesha kusimama. Usikate tamaa kwamba nitawezaje kuishi hivyo. Hapana, sio wewe utakayejisaidia. Mungu ndiye atakayekusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko mahali hapa tunatangaza neno la Mungu, tunakujengea msingi wako mwenyewe. Leo tupo, kesho hatuko mahali hapa. Utabaki wewe kama wewe. Utakuwa na msingi wa kuweza kujisimamia, kuendeleza kile kitu ambacho tumejifunza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa na uwezo wa kuendelea kuja kwenye huduma, kuendelea kwenye maombi, kuendelea kumuomba Mungu, au utaendelea kupoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini hasara nyingine, unakosa kuwa na amani ya kweli kwenye maisha yako. Yohana 14:27. Unakosa kuwa na amani ya kweli kwenye maisha yako. Watu wamekosa amani. Wanajaribu kutafuta amani kwa watu, hawazipati. Wengine hawana watoto, wanajaribu kutafuta amani kwa kufuata watoto kwa waganga, hawapati. Wengine kwenye familia zao, waume ni wakorofi, wake ni wakorofi, wanajaribu kutafuta amani kwa kutegemea nguvu zao, hawapati kwa sababu wako nje ya pendo la Kristo. Lakini unapokuwa ndani ya pendo la Mungu, unakuwa na amani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja wapo ya hasara, unakosa amani. Ndio maana utamkuta mtu ana pesa, ana kila kitu, lakini hana amani. Mwahi kusikia mtu ameolewa anasema kwamba afadhali hata mtu aliyeolewa na mtu ambaye hana pesa. Pesa anayo, gari analo, lakini hana amani ya moyo.
wewe Mungu anakupa amani ya moyo. Mungu akikupa amani ya moyo, unataka nini zaidi? Kama una uwezo wa kufurahia vile jinsi ulivyo na jinsi unavyoishi, unataka vitu gani vije kwako ambavyo vitakukosesha amani ya moyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mali unazozipata, ziwe kwa ajili ya Bwana. Kama ni watoto ulionao, iwe ni kwa ajili ya Bwana. Ndipo watakapokuwa wanakuwekea wewe amani ya moyo. Watu wanajiua kwa sababu watoto wao hawasikii. Amani ya moyo utapata wapi? Watoto wanawaua wazazi wao. Siku chache kabla sijaja huku, nisikia taarifa habari, mtoto binti amemuua mama yake kwa sababu tu amemkataza kwenda kwenye birthday. Mama yake amemkataza kwenda kwenye sikukuu ya kuzaliwa ya rafiki yake. Yule binti akasema hunijui vizuri, akamuua. Amani ya kweli inapatikana kwa Bwana. Huyo binti kama angekuwa na pendo la Kristo ndani yake, asingeweza kufanya kitu kama hicho. Maana yake angekuwa na amani ndani ya moyo wake. Lakini watu wanakosa amani ya moyo. Kwa watumishi wa Mungu, unapokuwa nje ya pendo la Kristo, hauwezi kuwa na amani. Nisomee hiyo Yohana 14:27, neno la Mungu linasemaje? Yohana 14:27, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Wala msiwe na oga. Wala msiwe na oga. Amen. Amen. Yesu huyo. Amani niwapayo nyie, sio kama ulimwengu. Sio kama amani ya vitu. Inaisha. Tuache kuwategemea watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kwa waganga, wanawapa masheti magumu, vitu vigumu, wanawadanganya, mmepoteza mali nyingi ambazo zingewasaidia hata kwenye maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwepo mama mmoja. Huyo mama alikuwa anasumbuliwa na ndoa yake na mume wake. Huyo mama akaona bora aende kwa mganga ili kuweza kutatua tatizo lake. Sasa akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga, yule mganga akampa masharti. Akasema hili tatizo lako inatakiwa ufanyeje? Inatakiwa hili tatizo lako ulete nyoka mkubwa. Ukishamleta nyoka mkubwa, ili tatizo lako litakuwa limeisha mama. Yule mama akasema sawa mganga, kwa jinsi nilivyoteseka nitajitahidi kumpata huyo nyoka, kwa kweli nije naye mahali hapa ili shida yangu iweze kuisha. Yule mama akafanya juhudi sana. Akawa anatembelea sehemu za milimani nyakati za jioni, kwa sababu nyoka mara nyingi nyakati za jioni mlimani kwa juu wao wanapenda kwenda, wanapunga upepo. Sasa yule mama akawa anaenda na wadudu fulani hivi ambao wale nyoka wanawapenda. Kwa akawa anawaweka pale, anasubiria. Alikuwa ameenda na tenga, anatega tenga lake. Kwa hiyo siku moja akaenda kule mlimani, kweli nyoka akaja, akabahatika, akaingia ndani ya tenga lake. Alikuwa na lingine, akalichukua vizuri, akasogea taratibu taratibu, akabahatika kumfunika yule nyoka ndani ile tenga lake. Akasema, wow, tatizo langu limeisha sasa. Akachukua lile tenga lake mpaka kwa mganga taratibu. Mganga, nimekuja. Mganga akamwambia, na mikwala yao kama kawaida, umetii ile agizo langu nilokuagiza? Kama hujatii, mizimu inasema usisogee. Mikwala kibao, uongo mtupu, hawana uwezo wowote. Yule mama akasema, ndio nimekuja nayo mganga, ndani alitenga. Yule mganga alikuwa haamini kama mtu anaweza kashika nyoka. Kwa alihisi yule mama anamdanganya. Nikwambia kilichotokea. Yule mganga
Akaenda akamwambia leta hilo tenga hapa. Akasogeza pale. Yule mganga akalifunua ile tenga. Yule nyoka katoka. Watu wakakimbia mahali pale. Sio mganga, sio yule mama. Mganga kaacha sehemu yake ya kazi. Kisa nyoka. Watu wakatawanyika wakakimbia. Sasa walivyokuwa wanakimbia kwenye ule msitu, mmoja ipitia njia huku, mwingine njia nyingine. Wakajikuta wamekutanika katikati. Yule mama anamwambia mganga, na wewe umekimbia. Wewe mbona umekimbia? Hawaelewi wote. Sasa yule mganga akamshangaa yule mama. Akasema, "Yaani kama wewe umekuwa jasiri kwenda kukamata nyoka, unashindwaje kumwendo mume wako? Yaani kama una ujanja mpaka umeweza kumkamata nyoka ukamleta mahali hapa, mume wako amekushindaje? Mimi nilikupa lile shaiti, nilijua huliwezi." Akawa anamshanga. Unaona dhambi ilivyo mbaya? Yule mganga kwa sababu alikuwa anajua kabisa lile jambo hatoliweza. Yule mama naye akajipa moyo. Sasa umeongeza tatizo, umepunguza tatizo. Huyo mama maumivu aliyoenda naye nyumbani siku hiyo yalikuwa namna gani? Umeshafanya juhudi, umepata ulivyoviagizwa, na bado kazi ni ile ile. Tena kipigo nafikiri kiliongezeka zaidi. Utasema nini? Watu ni waongo, wanawadanganya. Unapeleka tu hizo sadaka zako, wanyama ambao Mungu aliwaumba wazuri, ambao hata na wewe unaweza ukawala vizuri. Watoto wanakula maharage, wewe unachukua kuku unapeleka kwa mganga. Watoto wawe salama. Wawe salama, wanaumwa wape nyama, hawajala mwaka mzima. Inaweza ikawasaidia wakapona kuliko huko unakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Somea na hiyo Yohana 16:33. Yohana 16:33. Haya nawaambieni, mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wawe na amani. Ni kweli kabisa ulimwenguni kuna dhiki nyingi, lakini yeye aliushinda ulimwengu, na sisi watoto wake tutaushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni dhiki gani tutakutana nazo, lakini ule ushindi ni kwa ajili yetu, kwa sababu Yesu alishinda, na sisi tutashinda. Watu wa Mungu, tusiwe na hofu, tusiogope kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Usimwogope mwanadamu. Tembea na nguvu zako, tembea na Yesu wako, maana majeshi yanayokuwa upande wako yanakuwa makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa mji huu tumekuja na habari hizi njema. Sisi hatujapanga kuja mahali hapa kama mnavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulivyokuwa tunaingia wengine katika masomo, hatukujua hata kama tutakujaga kufanya hizi kazi. Lakini Mungu ametuita mahali hapa. Tumekuja na ujumbe huu. Tumekuja kuwaletea upendo wa Mungu ambao utawafungua katika vifungo, ambao utawatoa katika magonjwa mbalimbali, hatimaye muweze kuurithi uzima wa milele. Kwa sababu ndio faida kubwa. Duniani sisi tunapita. Mungu atatubariki mahali hapa duniani, lakini mara baada pia ya kutoka mahali hapa duniani tunatamani kwenda kuishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hasara nyingine ambayo unaweza kuipata, unaishi maisha ya shida na mateso. Mtu hana pendo la Kristo. Mtu anakunywa pombe mpaka anajikojolea. Hayo si mateso? Jamani, walevi wananuka jamani. Ni hatari. Ni hatari. Hayo ni mateso, ni shida tu, watu wanavumilia tu. Mtu anakunywa pombe, anagombana na anakuja jicho hiyo. Kesho hawezi kufanya kazi. Hizo si shida.
unashindwa kufanya majukumu yako kwa sababu ya pombe. Walevi hawataingia mbinguni, ni motoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Walevi hawataingia mbinguni, ni motoni. Mkatubu. Watu, yani vitu vidogo vinawapotezea muda, vinaharibu maisha, unasababisha familia yako inaishi maisha ya shida na mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanateseka, wanapata madhara na matatizo huko kwenye mapombe. Anarudi nyumbani hajielewi, ameshachanganyikiwa. Kumbe ameshaenda huko, rafiki yake kamununulia, kumbe kamwekea na ka kitu. Anarudi nyumbani anaanza kukoloma. Vipi? Nilikunywa tu pombe, lakini ni fulani alinunulia tu, ni rafiki yangu. Dhambi ni kama kaburi, ukiliona juu vile linameremeta, lakini ndani yake ni hatari, inatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Napoenda kumalizia, kwa sababu ya muda, ili twende tukaombe. Sasa leo ni siku ya mwisho, tunatamani tuondoke hapa kwa amani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tunatamani na ninyi mbaki na amani ya Bwana, kwa sababu kile alichotuagiza mahali hapa sisi tumekitimiza. Kwa kazi itakuwa ni juu yako wewe, kwa sababu maandiko yananielekeza kwamba kuhubiri ni kwangu, lakini kuokoa ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo mimi nimekuja kuhubiri, lakini atakayookoa ni Mungu mwenyewe. Kwa mimi nimetimiza wajibu wangu mahali hapa. Natamani kusema kwamba niseme tu mambo machache. Niseme jambo la kwanza, ndugu zangu, ukifanya mabaya unajifanyia mwenyewe, na pia ukifanya mema unajifanyia mwenyewe pia. Narudia, ukifanya mabaya unajifanyia mwenyewe, ukifanya mema unajifanyia mwenyewe pia. Wewe unaendelea kufanya mabaya, endelea, lakini yale unayoyafanya usifikiri yanamaathiri mtu mwingine yote. Kabla hayajamaathiri mtu mwingine yote, yanakuathiri wewe kwanza. Ukitenda matendo mema kabla hayajamaathiri mtu yoyote, yatakuathiri wewe mwenyewe. Hao matendo mema uliyoyatenda utavuna kwa wakati wake. Kwa natamani kusema, kama wewe unatenda mema, endelea kutenda mema. Haijalishi vikwazo ambavyo unakutana navyo katika kutenda matendo mema, endelea kusimama kutenda matendo mema. Maandiko yanasema tutavuna tusipozimia roho. Na anayetenda mabaya, maandiko yanasema kwamba endelea kutenda dhambi sana, endelea. Lakini hicho unachokifanya unajifanyia wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye unamkomoa ndugu yangu, ni wewe mwenyewe. Kila mtu atalibeba furusha. Unaishi maisha mabaya kama vile utaishi maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwepo watu wangapi? Mimi nimewahi kushuhudia watu ambao walikuwa wanajiona ni bora sana, kisa tu wana pesa. Kwa wale watu wakawa na wadharau ndugu zao, kwa wakawa wanaona kama vile wamefika, wakati hawakujua hata mwisho wao unakuwa wapi. Siku wote wakafariki kwa wakati mmoja, baba na mama, wameacha watoto wadogo. Wale watoto haya itakuwaje? Watalelewa na wale ndugu zao. Hivi unafikiri watawaleaje hao ndugu zako? Watoto wanateseka, masomo wakakatishwa, ni kuzurura tu mtaani, mali zishataifa. Ungetenda matendo mema, ukaishi maisha mazuri. Yaani usifanye vitu kana kwamba yaani hakuna chochote kinachoweza kukutokea. Na hicho ni tatizo hili la watu kujiaminisha nguvu za giza hizi za kishirikina. Unapata kahirizi, unaona kama vile eti unaishi milele. Hasa hirizi ni nini? Mizizi. Sasa mizizi
Hii miti yote mnayoiona hapa duniani yote Mungu ndo kaiumba. Sasa kama Mungu ndo kaiumba, hao washirikina wanatumia hiyo, una uhakika inaweza kukupa uzima wa milele? Na yenyewe hii itatoweshwa. Kwa hiyo uwe na uhakika na kitu unachokifanya. Hivyo ndugu zangu, wakati uliokubalika ni sasa wa kuchukua maamuzi yako kutembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somei Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2. Wakati uliokubalika ni sasa wa kuchukua maamuzi yako. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2. Wakorintho wa pili mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 2. Ndio. Kwa maana asema, wakati uliokubalika na alikusikia, siku ya wokovu na alikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndivyo sasa. Amen. Siku ya wokovu ndio sasa. Uwe na uhakika kabisa, wakati uliokubalika ndio sasa. Kila mtu ambaye unaisikia sauti, ulioko kwenye mkutano, wakati wako wa wokovu ni sasa. Haijalishi huko katika mtandao unanisikia au huko nyumbani mahali ulipo unanisikia, wakati wa wokovu wako ni sasa. Bwana amekuletea wokovu, usiogope. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengine wamekuja mahali hapa ni wagonjwa, usiogope. Wakati wa wokovu ni sasa. Wakati ukifika, Bwana ataenda kuwaweka huru kabisa. Muendelee kutembea katika nuru. Tunatamani kuwaelekeza kwamba hata kama Bwana atakapokuwa amekutoa kwenye kifungo ulichokuwa hapo, usijivune wala kujiinua. Endelea kunyenyekea, kuendelea kutembea katika ule wokovu ambao Mungu ameuachilia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Somea Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 11 hadi ule wa 17. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 11 hadi wa 17. Biblia inasema, basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake, akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli umwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyaje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Ishia tu hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Elisha. Mfalme alitaka kumuinulia vita. Yeye ni mtumishi wa Mungu mmoja. Akaagiza majeshi, kama ambavyo mkuu wa nchi, kwa sababu ile nchi ilikuwa ni ya kifalme, maana yake yule katika nchi yetu ni kama rais. Akaamuru majeshi akamkamata Elisha, kwa sababu Elisha anatoboa siri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Elisha alikuwa mahali ametulia na mtumishi wake. Walivyokuwa wametulia, yule mtumishi wake asubuhi, maandiko yanasema kwamba akatoka nje, akaona wamezungukwa na majeshi, watu wana mitutu. Akaogopa sana na kutetemeka. Akarudi kwa Elisha, akamwambia, mzee, tumeshazingirwa hapa, tunakamatwa, tunaenda kutekwa. Kilichomshangaza yule mtu, aliona tu mwamba anacheka tu. Elisha tu anatabasamu. Anamwambia, wewe unaogopa nini? Kwa sababu haunaoona majeshi yaliyoko upande wetu ni makubwa zaidi kuliko hayo unayoyaona.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichokuja kutokea, Elisha akasema, Mungu msaidie na huyu mtumishi aone kama anavyoona mimi. Akamgusa, naye akaanza kuona malaika 1000 wamewazingira, wana mapanga makali yanayokata kuili, wamewazunguka. Akaanza naye kutabasamu, akaona majeshi haya ni makubwa sana. Kama ambavyo nawe unaweza ukaogopa kwa sababu unajiona uko peke yako, lakini nataka nikuhakikishie leo, ukishampokea Yesu Kristo hauko peke yako tena. Kuna majeshi yanayokulinda, kuna majeshi yanayokuzunguka. Kila mahali utakapokanyaga, kila mahali utakapoenda, yatakuwepo tu, hayatakuacha. Usiogope. Kilichowakuta wale watu hawakuamini. Wanaenda kumuuliza Elisha, vipi nchi tunayoenda nini? Tunamtafuta mtu fulani. Watachanganyikiwa. Wachawi watachanganyikiwa, sema amina. Watesi watachanganyikiwa, sema amina. Watakuja wenyewe mbele zako, tunamtafuta mtu fulani, kumbe ndo wewe. Watakuja tu, utawajua. Bwana anaenda kuwafanya wachanganyikiwe. Elisha, wale watu akamuuliza, tunamtafuta mtu fulani wa mtu fulani. Akasema, njoni niwapeleke kwa mtu huyo. Akawapeleka kuwafanya mateka. Ndivyo watakavyokuwa maadui zako. Watakapokuja, watakuja mbele zako, tulikuwa tunamtafuta mtu fulani. Wao utawaambia, wao mnamtafuta wa nini? Tunatamani tumuue. Utasema, kumbe. Bwana atakusaidia, utawatambua na kisha utatulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa malizia hiyo Yeremia sura 30 mstari wa 14 mpaka wa 17. Yeremia 30 mstari wa 14 hadi wa 17. Wote wakupendao wamekusahau. Subiri kidogo. Wote wakupendao wamekusahau. Hawakutafuti. Maana nimekujeruhi kwa jeraha ya adui. Kwa adhabu ya mtu mkatili. Kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako. Sikiliza. Huenda kuna vitu ambavyo ulikuwa umevifanya. Kwa sababu ya uovu wako, Bwana akaachilia mlango wa uharibifu kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uharibifu ukawa ni mkubwa kwenye maisha yako. Lakini sasa Bwana ametuagiza, anakuja kusema nini? Soma mstari unaofuata. Kwa sababu dhambi zako zilikuwa zimeongezeka. Mbona unanililia maumivu yako? Mbona unamlilia Mungu maumivu yako? Hayaponyeki maumivu yako. Yaani unaona kama vile mimi ni nani? Tuendelee mtumishi. Kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako. Kwa sababu dhambi zako zimeongezeka. Nimekutenda haya. Basi watu wote wakulao wataliwa. Mdogo. Maandiko yanasema kwamba watu wote wakulao watafanya nini? Wataliwa. Mkutano wa mpo? Mnataka maadui zenu waliwe? Tamkeni kwa ujasiri. Ndiyo naondoka hivi. Soma, basi wakulao wataliwa. Na adui zako wote watakwenda kufungwa. Na adui zako wataenda kufungwa. Adui zako wafungwe au wasifungwe? Amina. Tuendelee. Kila mmoja wao. Na hao waliokuteka nyara watatekwa. Mungu akawateke asiwateke. Amina. Na wote waliokuwinda nitawafanya kuwa mawindo. Na maadui zako wote wanaokuwinda, Bwana tena kuwafanya kuwa mawindo. Mungu awafanye mawindo maadui zako, asiwafanye. Amen. Endelea mtumishi. Maana nitakurudishia afya. Sasa akishawafanya kuwa mawindo watesi wako, Mungu atakurudishia afya yako leo. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Nami nitakuponya jeraha zako. Mungu atakuponya jeraha zako. Huenda umeumizwa sana. Wengine umeumizwa mpaka majeraha yako huwezi kumsimulia mtu. Ukianza kumwelezea mtu unalia.
Wanaume wengi wamekuacha, lakini Mungu yuko mahali hapa. Ataenda kulitibu jeraha lako. Ataenda kukusaidia. Wengine majeraha makubwa, watoto wao hawasikii. Wengine watoto wao hawasomi shule. Kila wakienda shule wanaumwa macho. Kila wakienda shule wanadondoka. Wamekuwa na majeraha makubwa. Bwana yuko mahali hapa kwa ajili ya kutibu jeraha lako. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita. Kwa sababu, sasa sikiliza sababu ambayo inasababisha Bwana aende kukufanyia huu wokovu mahali hapa siku ya leo. Kwa sababu kuna watu walivyokuona umekuja mahali hapa wakakuitaje? Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Wamekuita mwenye kutupwa. Wakisema, yani ngoja, yani wamekuita mwenye kutupwa. Yani kiasi kwamba huna msaada wote. Huyo hana hela tu, ndio maana anaenda kwenye maombi. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Wakisema ni Sayuni ambao wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Amina. Ishi hapo hapo. Namshukuru Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kutoa matoleo yetu, tusaidie kwa ajili ya shukrani kabla tujaenda kufanya maombezi. Kila mtu akamshukuru Mungu katika namna yake. Kumshukuru Mungu ni kitu kizuri sana ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku nilikuwa nikisoma kitabu cha hadithi ambacho kilikuwa kinaelezea habari ya shukrani. Kuna mtu mmoja alikuwa amefuga wanyama wengi sana. Alikuwa amefuga ng'ombe, alikuwa amefuga kuku, mbuzi, kondoo, vitu vingi sana. Lakini yule mtu kuna siku akawa ameenda katika sehemu ya kupunga baharini, ufukweni. Akaona kuna chupa mahali pale. Akaliokota lile chupa. Kumbe alivyoliokota lile chupa kulikuwemo na jini, ambalo jini lilikuwa limefungwa ndani ya lile chupa. Lilikuwa na kifungo. Kwa hiyo alivyoendelea mahali pale, akalichukua lile chupa. Alivyofungua lile chupa, ile jini likatoka ndani ya lile chupa. Ile jini likasema, sasa wewe umenitoa kabla wakati wangu, ninataka nikuue. Yule mtu akachanganyikiwa sana. Akasema, sasa kwa kuwa unataka kuniua, basi ngoja, mimi ni mfugaji sana, ninafuga wanyama mbalimbali, lakini pia nina familia, naomba kwanza nikaage. Baada ya hapo basi uniue, ili hata ndugu zangu wasinitafute, ili hata wale wanyama ninaowafuga na wao wajue kabisa bwana wao kaondoka. Kwa yule jamaa akaenda bwana, akafika kwa ndege kuku pale. Sasa yule kuku akaonesha yani anataka afe. Wajua yule kuku akamwambia yule jamaa kwamba wewe huna shukrani. Kwa sababu gani huna shukrani? Mimi kila siku natagaga mayai yangu, wewe unachukua unaenda kula. Kwa sababu hiyo kufa tu na ufe ndugu yangu. Mimi kwa kweli sioni kama una shukrani. Akaenda kwa mnyama mwingine, ng'ombe huyo, naye akasema, mkuu, huna shukrani, bora tu ufe. Kwa sababu mimi kuna wakati unanikamua maziwa mpaka watoto wangu wanakosa. Sasa wewe hauna shukrani, bora ufe. Akaenda kwa wanyama mbalimbali, wote wakamkana. Akaenda kwa mnyama wa mwisho ambaye alikuwa amemfuga sungura. Asa sungura akasema, kwani shida imeanzia wapi? Akasema, sawa, haina shida, twende nyumbani kwako ukaage. Walipofika pale nyumbani akaaga, familia wakateseka. Mnyama sungura akasema kwamba, jamani, mimi kwa kweli siamini kama huyu jini huyu mrefu hivi ametoka kwenye hili chupa. Sasa tutakuruhusu muue, lakini tunataka tuone kwanza uingie kwenye hili chupa. Ukishaingia tu yani nikaona na kichwa kimeingia ndani, basi utatoka umuue tu, tutakubali, lakini hatuamini.
Ile jini likaanza kuingiza mguu wa kwanza, mguu wa pili. So akasema bado, mabega bado, kichwa akasema bado. Alipoingia baba mwisho, sungura akachukua mfuniko akafunika. Akasema na wewe jini huna shukrani. Kwa sababu kama ulikuwa kwenye kifungo umetolewa, unataka kuua, basi endelea kwenye kifungo chako. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu ndugu yangu. Mungu asije akakutoa sehemu ukakumbuka nyama za huko nyuma, ukakumbuka vitu vingine, upende kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutoe matoleo yetu. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari sawa sawa sawa, niongoze safari, mbele mbele nichukue mlangoni, Yesu wa mbinguni, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo, kama kuna mtu labda siku ya leo, jamani, twende haraka. Kama kuna mtu ambaye bado hajampokea Yesu, hajawahi kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, asogee mahali hapa. Nafasi inatolewa. Kama yupo asogee. Basi naomba nafasi zinakuwa zinapita. Kama hautakuwa serious, utaenda kubaki ulivyo. Tutaanza kuomba na wanafunzi. Tunaomba tuombee wanafunzi. Wanafunzi wasogee mahali hapa mbele, tuwaombee. Baada ya hapo tutaenda kuomba kwa mahitaji mengine, lakini tunatamani kuomba na wanafunzi kwanza walioko mahali hapa. Yesu asifiwe. Mwanafunzi ulioko mahali hapa, tunaenda kufanya maombi kwa ajili yako. Huenda kuna vitu ambavyo adui alikuwa akikupitisha, lakini Mungu ametusemesha tuje tuwaombee ninyi wanafunzi. Kama kuna akili ambazo alizifunga sehemu yoyote, uwe na hakika kwamba Bwana anaenda kukufungua. Wengine adui aliwawekea magonjwa, uwe na uhakika kwamba hayo magonjwa yanaenda kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
wengine anawekea upofu, uwe na uhakika kwamba huo upofu unaenda kuondoka. Milima yayeyo mbele zako, nani kama wewe Mungu wetu? Gonjwa yayeyo mbele zako, nani kama wewe Mungu wetu? Tunaweza tukaendelea kuomba. Asante Yesu kwa ajili ya watoto wako Bwana, kanisa lako Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, watoto wako Bwana wamekusanyika mahali hapa Bwana. Ni wanafunzi, wengine wanasoma Bwana, wengine adui anatamani kuwaonea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, amri kila namna zozote ambazo zimewafunga watoto hao, kwa jina la Yesu, katikati ya machila na masata ripopose kerebosanta la bosata, katika jina la Yesu. Yesu uliyetuagisha mahali hapa Bwana, Bwana tuseme kwa habari ya elimu ya mahali hapa Bwana, watoto wako Bwana tunawakabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu. Unasema katika maandiko yako kwamba watakuwa vichwa Bwana, hawatakuwa mikia Bwana. Kila mtoto aliyoko mahali hapa, kila mtoto aliyoko mahali hapa Bwana, ambaye Bwana anasema tunatamka uelewa ndani yake, tunatamka uelewa ndani yake. Wengine wakienda shule wengine wakienda shule wanaanguka, wengine wakienda shule wanaanguka, wengine wanapiga upofu. Moto hivyo vifungo vikawachie Baba, kawale wale hao maadui, wapige Baba, wapige wateswa, wapige Baba wateswa. Rapapasata ripoposata rapapasata ya rapapaseke rapapasata moto. Tunaweza tukapita tuaguse vichwa leo wanafunzi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunauzirisha ukombozi kila maneno ya wengine walitamka maneno, wengine walitamka maneno kwamba watasoma. Leo hivyo vifungo tunavifuta katika eneo la kielimu, kufanikiwa kwao, magonjwa yote yanayeyuka Bwana mbele zako, magonjwa yote yanayeyuka mbele zako, magonjwa yote yanayeyuka mbele zako Yesu, kila magonjwa waliotaa, kila manuizi waliotamkiwa Yesu tunafuta. Wengine wako hapo wazazi wao Yesu, tunatamka elimu katika kijiji, tunatamka elimu katika mji wa Magamba Yesu Kristo anatetea. Yamekuwepo mazoea kwamba watoto wanashindwa kusoma na kufaulu vizuri. Leo tunatamka ushindi kwa watoto wako watasoma. Kila vifungo ambavyo viliwazuia, leo ni mwisho. Tunatangaza ushindi, anza kuachia kwa jina la Yesu. Wataenda kuwa wa kwanza, wanaenda kuwa wa kwanza. Wengine wakawekewa hadi sadaka, ili wasielewe. Leo hiyo minyororo tunaikata huko waliko, fahamu zao tunazitoa kwa jina la Yesu. Wengine wanatembea historia kwamba kwenye familia yetu hakuna wasomi. No, kwa jina la Yesu. Hiyo roho tunaikataa. Wengine tu wanasikia historia kwamba kwa ukoo wa kina fulani ndio kwa wasomi, ndio kuna watu wenye akili. Leo chipukizi jipya nalifufua juu ya familia zilizoko mahali hapa. Rapapasata ripoposeke rapapasata kwa jina la Yesu, kwa jina tunawatamkia ushindi. Neema yako Bwana
ikaambatane pamoja nao. Neema yako Bwana ikaambatane pamoja nao kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, yes, Yesu, Yesu, karibu mahali hapa, waoneshe upendo wako, waoneshe upendo wako, maana Bwana umesema utarejesha afya, maana Bwana umesema Bwana utaponya jeraha zao. Rapapasata ripoposeke rapapasataya ripoposataya, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na atamkea ushindi, na atamkea ushindi. Yes, 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 Yesu, 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 shuka, Yesu, shuka, Yesu, shuka mahali hapa, Yesu, shuka mahali hapa, Yesu, shuka mahali hapa. Gusa watoto wako, gusa kanisa lako, gusa watoto wako Bwana. Hawa Bwana ndio maaskofu wa kesho, hawa Bwana ndio wachungaji wa kesho, hawa Bwana ndio marais wa kesho na viongozi wa kesho. Moto, 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 amri, 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 achia, achia moja, achia moja, achia, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia. Rapapasata, hapa ni moto, 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 hapa ni moto. Hakuna nguvu ya giza kukaa mahali hapa, hakuna nguvu ya giza kukaa mahali hapa. Ondoka, ondoka, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikapita, inapita hiyo, 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 hiyo inapita, hiyo inapita, nguvu hiyo inapita. Moto, 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 moto. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za wachawi zimeshindwa, nguvu za wachawi zimeshindwa. Rapapasata, ripoposeke, rapapasata, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto, 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 moto. Ya rapapasata. Yesu, 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 jidhihirishe mahali hapa Bwana, jidhihirishe mahali hapa Bwana, jidhihirishe mahali hapa Bwana. Wataelewa tu, wataelewa tu. Hayo macho mliowavisha, hayo macho mliowavisha tunayatoa, tunawapa macho yao sahihi, tunawapa macho yao sahihi, tunawapa macho yao sahihi, wakaone sahihi. Wengine wakaanza kusoma macho yanauma. Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Hakuna kuuma macho tena, hakuna kudondoka shuleni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ripoposeke reboshanta la bosatai, rapapasata, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu kusonana tarafa moja. Wewe Mungu unaweza Bwana, wewe ni Mungu unayetosha Bwana. Fadhili zako Bwana zinadumu. Asante kwa sababu ya muda, tunaomba mkutano mje wote hapa mbele tufanye maombi kwa pamoja. Mje wenye mahitaji mbalimbali wote mje hapa mbele tuendelee kufanya mambo hayo kwa pamoja. Msogee mahali hapa mbele tufanye huduma. Kitu cha msingi, Yesu anaenda kurejesha afya yako. Kitu cha msingi, Yesu anaenda kuponya jeraha zako. Usiogope. Kitu kikubwa ni kuendelea kumwamini. Kitu kikubwa ni kumwamini tu Yesu. Kitu kikubwa ni kumwamini tu Yesu. Kitu kikubwa ni kumwamini tu Yesu. Sisi tunaenda kufanya maombi mahali hapa, tunaenda kuwaombea wagonjwa, wanaenda kufunguliwa mahali hapa, wagonjwa wanaenda kufunguliwa mahali hapa. Mwalimu wa watoto unaweza kuwachukua tena watoto, mwalimu wa watoto unaweza kuwachukua watoto. Sisi tunaendelea na kuwaombea mahali hapa, ikiwa ni maombi haya katika hii siku ya mwisho. Katika vitu ambavyo Mungu ametuelekeza ni kwamba mnaenda kurudishiwa vitu vyenu ambao afya zao zilichukuliwa kwa namna yoyote. Saa hii tunapoenda kufanya maombi haya, afya yako inaenda kurudishwa. Kama kuna jeraha, kama kuna vitu vilivyoibiwa, wengine ni hawafanikiwi, kila wanachogusa yani hakikai. Lakini ukisoma Isaya sura ya 45 mstari wa 3, Mungu anasema kwamba atakupa hati ya hazina za siri, atakupa mali za siri. Wengine wakishika biashara zinafeli, lakini wengine wakifanya zinaenda sawa. Wengine watoto wao ni walevi, lakini hawataki wao walevi. Wengine ni mambo ni mengi sana.
Jeraha zimekuwa nzito sana. Wengine watoto wao hawakumbuki, wamewasomesha kwa shida, lakini bado watoto hawakumbuki wazazi wao, kwa sababu tu ya yule adui ambaye ameingia ndani yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, saa hii nataka kuwatamkia kwamba Bwana anaenda kuwarudishia, Bwana anaenda kuwarejeshea. Mwe na imani, watumishi wa Mungu kutoka Dushe, naomba tuwazunguka hao watu, twende tukafanye maombi. Omba kadiri Roho wa Mungu atakavyokuongoza juu ya hawa watu. Usisite kuomba mpaka pale Mungu atakavyokuambia mwenyewe. Twende kwenye maombi, tumsifu Mungu. Asante Yesu kwa ajili ya neema yako Bwana, kibali chako Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya nguvu zako, mfalme wa ajabu. Asante Bwana kwa ajili ya kusudi lako. Asante Bwana kwa ajili ya watoto wako Bwana, hao Bwana uliowakusudia katika siku hii ya leo. Na ni wewe pekee Mungu umewapa kibali. Yes. Nasi Mungu tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Yes. Kwa ajili ya baba. Yes. Tazama Mungu ameinua mioyo yao mbele zako. Kila Bwana wapige Bwana. Wapige Bwana maadui, wateke Bwana, wafanye mawindo Yesu, wafanye mawindo. Ninajua Bwana ukiwafanya mawindo, ninajua Bwana ukiwafanya mawindo hawataweza kutoboa Bwana. Ninajua Bwana ukiwafanya mawindo watashindwa, watashindwa, watashindwa. Yesu, 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 achilia neema yako Bwana, kibali chako, achilia nguvu zako mahali hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako, neema yako, neema yako Bwana, shuka mahali hapa Bwana, kasirike juu yao, gusa watoto wako, gusa mahali hapa Bwana, gusa kanisa lako, gusa kanisa lako, gusa kanisa lako, gusa kanisa lako. Rapapasata, ripokesata, rekesata na bosata. Ugonjwa waache. Ikiwa ni ugonjwa ndani umemsumbua kwa miaka mingi, lakini kwa damu ya mkombozi Mungu kampe uzima sasa. Mungu kampe uzima majibu. Mungu kampe uzima majibu. Mungu kampe uhai katika jina la Yesu. Kila neema amri wake ondoa kwa mamlaka damu, kwa mamlaka damu, kwa mamlaka damu, kila kisababu malazi juu ya roho inuliwa, ondoka juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, 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 yes. Moja moja. Yes. Utakwe Bwana. Yes. Mato. Kila eneo dipite. Magonjwa yanayeuka. Kila vifungo. Ni amri. Achia. Waachilie. Jina la Yesu Kristo anazitia. Juu yao. Tunafungua majira. Kila lomba juu yao. Inuliwa. Ajalishi kwa ajili ya familia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, zimguse kila moja. Watu wako Bwana waliokusudia, watu wako Bwana waliokusudia wasitoke kama hivyo walivyo, wasitoke kama hivyo walivyo. Naamuru nguvu yako, naamuru wingu lako mahali hapa, wingu lako mahali hapa. Yes, 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 katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu na miungu, Yesu, uchumi, Yesu, Yesu, wasimame, watetee watoto wako Bwana, watetee watoto wako Bwana, maana umesema mwenyewe Bwana unaenda kuwapigania. Umesema mwenyewe Yesu unawapigania, umesema mwenyewe Yesu haya, piga hao maadui zao, piga napiga kwa moto, napiga kwa moto, ukashirike na kuonekana.
majira ya tunazitamka juu yao, kwa jina la Yesu Kristo na Nazareti, tunazitamka juu yao. Nguvu zako e Bwana ziendelee kupita kwa ajili ya kuhudumia, ziendelee kupita kwa ajili ya kuhudumia, ziendelee kupita kila mmoja anafika mahali asichoke kama alivyokuja, bali akatoke na ile hitaji iliyopo nafsini mwake, iliyopo nafsini mwake. Mungu kaonekanie damu yako tunaidhihirisha katika majira haya, endelee kumgusa kila mmoja, endelee kumgusa kila mmoja anafika mahali hapa kwa ajili ya mtoto wake, kwa ajili ya mume wake. Mungu kafungue katika kesho, Mungu kafungue mashara minyororo yaliyofunga zikafutika na kuondoka mara moja ndani kwa jina la Yesu, kuzilisha nguvu zako kwa jina la Yesu juu yao e Bwana, juu yao e Bwana, kila mmoja endelea kuzilisha nguvu yako, endelea kuzilisha nguvu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuzilisha ukuu wako mahali hapa e Bwana, kuzilisha ukuu wako mahali hapa e Bwana, katika jina la Yesu Kristo anazidi, katika jina la Yesu Kristo anazidi. Tunazidi kusihi ukuu wako ukashibike juu yao, ukashibike juu yao, ukashibike juu yao, ukaonekane katika maisha yao, ukaonekane katika familia zao. Kila vifungo Mungu tunaviondoa, kila vizuizi Mungu tunaviondoa, kila uganga na tunataja juu yao tunauondoa, kila laana iliyothibitishwa juu yao tunaiondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Majira na masaa Bwana, kila alifika mahali hapa, Mungu kamonekanie, Mungu kamonekanie, Mungu kamonekanie kwa kadiri ya imani iliyoweka mbele yako, kwa kadiri ya kiwango cha imani iliyoweka mbele yako, katika jina la Yesu Kristo. Toa kwa jina la Yesu, kuzilisha nguvu wako huko katika jina la Yesu, katika jina la Mtakatifu Kristo. Mungu mwenye nguvu nyingi, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu nyingi, kutangaza uzima onekana Bwana kwa ajili ya watoto wako, uzima kwa ajili yao, uzima kwa ajili yao Bwana. Endelea kuruhusu nguvu zako Mfalme, kila anafika mahali hapa nguvu zako zikamonekanie, nguvu zako zikamonekanie, nguvu zako zikamonekanie katika majira ya Bwana, katika majira ya Bwana. Nguvu zako zikamonekanie, nguvu zako zikamonekanie, zikapite juu yake, zikapite juu ya familia yake, zikapite juu ya watoto wake, majira na masaa ya Bwana, katika kazi zake. Nguvu zako zikamwatamie, ulinzi wako kamwatamie katika biashara, katika kilimo, katika ufugaji. Mungu kamfungue, Mungu kamfungue, Mungu kamfungue katika kila shughuli anaifanya, isiwe ni bure, bali akapata ongezeko kwa neema yako, bali akapata ongezeko kwa neema na kibali chako, bali akapata ongezeko kwa neema na kibali chako, bali akapata ongezeko kwa neema na kibali chako, kwa neema na kibali chako. Yaliyoshindikana Mungu anasema kwa kwako inawezekana, yaliyoshindikana kwa wanadamu Mungu anasema kwa kwako inawezekana. Kwa kwamba Mungu utawacha, bali liko ongezeko kwa ajili yao, liko ongezeko kwa ajili yao, liko ongezeko kwa ajili yao. Nami ninaruhusu ongezeko kwa ajili yao, ongezeko kwa ajili yao, niwashukie sahihi, ongezeko kwa ajili yao, niwashukie sahihi. Maana kama imani ilikuwa imezofika, lakini majira ya Bwana shusha imani juu yao. Maana kama furaha ilikuwa imetoweka ndani mwao, lakini majira ya Bwana achilia furaha ndani mwao, achilia tumaini ndani mwao, achilia upendo ndani mwao, achilia furaha ndani mwao, kwa jina la Yesu, ndani mwao, katika jina lako takatifu. Huo moto ukapita, endelea kuzilisha huo moto ukapita, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, juu ya Bwana, katika jina la Yesu, katika jina lako takatifu. Tunamuru damu ya Yesu kapita, tunaruhusu ukuu wako e Bwana, tunamuru damu ya Yesu kapita, ukuu wako e Bwana, neema yako Bwana kapita mara moja, ukaendelea kuwagusa watoto wako hapa, ukaendelea kumgusa kila mmoja, endelea kuwagusa Bwana kwa rehema zako na fadhili zako kwa kadiri ya namna, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai, katika jina lako takatifu. Yes, ukuu wako Bwana ukaendelea kuzirika juu yao, ukaendelea kuzirika juu yao, ukaendelea kuzirika juu yao, katika jina lako takatifu Alfa na Omega, katika jina lako takatifu Alfa na Omega Bwana, katika jina lako takatifu ukuu wako jimani, ukaendelea kuwafurika watoto wako, ukaendelea kufurika watu wao Bwana, usiwaache kama walivyo. Nyao za miguu yao Bwana zikapata kuweka utisho wa nguvu zako, zikapata kuweka utisho wa nguvu zako, watakapokanyaga Mungu katangaza nao, watakachokifanya kikapata kibali mbele zako, kikapata mbele zako, katika jina lako takatifu Adonai. Tunazidi kutangaza ushindi juu yao, tunazidi kutangaza ushindi juu yao. Yalishi kuna maneno ya kukata tamaa yalinena juu yao, maneno ya kukatishwa tamaa litamka juu yao, lakini kwa mamlaka ya jina la Yesu ukapatikana ushindi, ukapatikana uweza, ukapatikana ushindi, ukapatikana uweza, ukapatikana
mpaka kwenye unyayo wa miguu. Moto huo unapita, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu unapita kila mapando ambayo yamewekwa ndani yake, kila mapando na yang'oa kila mapando. Yes, kila mapando yote achia, ondoka wewe, ondoka, mwachie, achilia tu, mwachie. Yesu nakuita ndani ya binti, shuka ndani yake, kila watesi na wapiga, nguvu yako jemedari wa vita ikaendelea kuwafunika watu hao, ikaendelea kuwafunika kwa moto, achilieni fahamu zake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Bwana, kibali chako, nguvu zako Bwana ziendelee kushuka juu yao. Asante Mungu kwa kushuka juu yako Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya neema zako Bwana, juu yao. Katika kusimama yako Bwana, kibali chako juu yao. Mkono wako Bwana ukaenda kuwasimamia Bwana watoto wako. Enda kuonekana watu wema. Enda kuonekana tu Mungu. Shuka Roho Mtakatifu. Wahudumie kanisa lako. Katika majira hapo. Endelea kushuka. Nguvu zako Bwana. Zikawapatanisha na pendo lako. Zikawapatanisha na pendo lako. Ile pendo ambalo Mungu. Nguvu zako zikapita. Pita saa na majira ya Bwana. Na tatizo ndani yao, na shida na ziki, zikaendelea kushughulika Bwana. Zikaendelea kushughulika mfalme. Zikaendelea kushughulika mambo uzima. Zikaendelea kushughulika mdaro wa vita. Zikaendelea kushughulika mdaro wa vita. Katikati ya majira. Nguvu zako Bwana. Nguvu zako. Kwako. Zikaendelea kushughulika na kila ile neno juu yao. Na kila vizuizi vilivyonena juu yao. Nguvu zako Kristo zikaendelea kushughulika. Nguvu zako Kristo zikaendelea kushughulika. Nguvu zako Kristo zikaendelea kushughulika na kila uharibifu unatajwa juu yao. Na kila uharibifu unatajwa juu yao. Na kila uharibifu unatajwa juu yao. Kila uharibifu unatajwa juu yao. Achia. Hizo jela mlizotwika. Yes. Tunarejesha amani ndani yako. Yes. Shungu mlomtwika. Tunaamuru damu ya Yesu ikapite. Ikawaguse. Gusa Bwana, kila mmoja ni sensa, kila mmoja Yesu, kuanzia mtu wa kwanza, kila mmoja mguse Bwana, mguse kwa moto wako, huo unamgusa kila mmoja. Kila vifungo vinaanza kuondoka, vifungo vinaanza kuachia. Hey, anaanza kutoka kwenye yale mashimo, anaanza kutoka sasa, anatoka, rapapasata, repopaseke, anatoka huko, anatoka, rapapasata, repopaseka, rapapasataya, rapapaseke, anatoka, rapapasata, rapapaseke, repapa. Kila moja
zitaguswa. Hakuna kifungo kitakachobaki, hakuna kifungo kitakachobaki, hakuna kifungo kitakachobaki, hakuna kifungo kitakachobaki. Adui, hii ni vita. Leo utaondoka, leo utaondoka, leo utaondoka, leo utaondoka. Damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, majira na mashagwara, kila vifungo na vya juu yao. Wengine wako kwenye vilingo, wako kwenye vilingo vya uchawi, majina yao yalifungwa, majina yao yalifungwa kwa uchawi, majina yao yalifungwa kwa uchawi. Wanatoka, wanatoka, wanatoka. Huyo anatoka, huyo anatoka, huyo anatoka, huyo anatoka, huyo anatoka. Tunatenga hizo nguvu za kichawi. Anatoka, 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 anatoka. Yesu mtoe, mtoe Yesu, mtoe Bwana, mtoe huyo, fungua atoe Bwana, mtoe Yesu, kufungua atoe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Uko kwa wachawi, katika jina la Yesu Kristo, walikomfunga uko kwa wachawi. Rapaka sotolewa, ripokosa taya na magari, rapapa seku, ziwachie sahi, ripokosa sadaka, rapapa seke, rapapa seta, rapapa sateka, kwa ajili ya kufanya mateka, lakini damu na makamsalabani ikakomboa, ikakomboa. Wengine mkajidai mwafunga, hawatatoka katika jina la Yesu. Kawafungia kwenye miti, katika jina la Yesu. Kawafungia kwenye miti, katika jina la Yesu Kristo. Kawafungia kwenye miti. Uwezo wako Mungu, mnawafungia kwenye miti hapa, kila maeneo. Vilingo vya kichawi vimehifadhiwa, vilingo vinavyovunjika majina yao leo. Bwana anawafanya mawindo, Bwana anawafanya mawindo, anawinda kila sehemu, kila sehemu. Anatoka, 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 rapapasata, ripoposeke, anatoka kwenye ile miti, anatoka huyo. Yesu, Yesu mtoe, Yesu mtoe, mtoe huyo mtoto wako, mtoe sai, mtoe sai Yesu, mtoe sai Yesu huko aliko, mtoe sai Yesu huko aliko. Holy Spirit, Holy Ghost, holy. You are holy, you are holy Lord. Wewe ni mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu. Nguvu zako zikishuka, hakuna cha nguvu za giza wala nguvu za uchawi. Yesu zinatii. Hizo nguvu zinashuka. Kila mmoja atatoka, kila aliyefungwa leo atatoka hapa. Leo kila mtu atatoka. Yes. Wengine walifanywa maagano wakatolewa na sadaka. Waeti damu ya kuku ndio imfunge. Damu ya mbuzi ndio imfunge. Au ijui damu ya Yesu. Haya, damu ya Yesu, kila maagano Yesu, damu za kuku, damu ya Yesu inapita kufuta, damu ya Yesu inapita kufuta, damu ya Yesu inapita kufuta, damu ya Yesu inapita kufuta. Rapapasata, riposanda rabosataya, ripapaseke, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mato, tunafuta kila maagano, Yesu, naamuru malaika zako waje mahali hapa. Watoto wako Bwana, unatujua hesabu ya kila mmoja aliyoko mahali hapa Bwana. Unajua hitaji la moyo wake. Kila mmoja malaika akamshukia, kila mmoja malaika akamshukia, alafu akakutana na hitaji lake. Huyo malaika
Malaika wa Bwana anapita, 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 anapita. Kila moja moja anaguswa, kila moja moja anaguswa, kila moja moja anaguswa, kila moja moja anaguswa, kila moja moja anaguswa. Kama kuna vifungo vimeachia, 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 hivyo 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 hivyo. Rapapasata ripoposata. Hey, hey, hey. Enyi wachawi wa mji, najitabisha bure leo, leo, leo. Holy, 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 holy. Yes, yes. Yesu bado huyo, mguse, mguse Yesu, mguse. Tazama Baba maumivu alionayo, tazama maumivu alionayo. Yes, yes. Wamemwita mtu wa kutupa, wamemwita mtu wa kutupa. Moto, moto Yesu, moto wa Yesu, moto. Huyo, 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 huyo anatoka, huyo anatoka, huyo anatoka, huyo anatoka, 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 anatoka. Maumivu yanamwachia, maumivu yanamwachia. Rapapasata ripoposataya rapapaseke riamasata ramasataya. Anatoka, anatoka. Leo ndio leo. Msako, 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 msako wa Yesu. Anatoka, anatoka, anatoka. Wanatoka tu, lazima atoke, lazima atoke leo. Leo lazima atoke. Hatuondoki hapa mpaka awe huru, mpaka awe huru. Hey, 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 hey. Rapapasata. Asante Yesu kwa ajili ya neema yako Bwana, kibali chako Mungu. Tazame mtoto wako Bwana. Yes. Nguvu zako Mungu. Yes Lord. Nguvu zako Bwana zikashuke. Ruhusu nguvu zako sahihi. Naweka kwako Bwana. Zikaendelee kujaa ndani yao. Mrejeshaji. Mrejeshaji. Zikaendelee kujaa ndani yao. Anarejesha. Anarejesha tena. Nguvu zako. Rapapasata. Ripoposeki. Anarejesha tena. Hiyo nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya ndani yake. Nguvu mpya. Achoki tena. Hatochoka tena. Anaenda kwa mtu tofauti sana. Ramasata. Rapapasata. Ripoposata. Rapapasata. Haya. Haya. Yes. 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 Atakuwa mtumishi mzuri. Hakuna hayo maneno mlitamka ni kule tu. Atakuwa mtumishi mzuri, atakuwa na familia nzuri. Yes, Mungu anaenda kumwinua, Mungu anaenda kumwinua. Atakuwa tajiri, atakuwa tajiri, atakuwa tajiri, atalisaidia kanisa, atakuwa tajiri, utalisaidia kanisa. Rapapasata. Ripoposata. Hizo nguvu, nguvu za utajiri na ziachilia ndani yake. Hatokata tamaa tena. Rapapasataya. Ripopasataya. Katika jina la Yesu. Rapapasata. Nguvu za utajiri ndani yake, ndani yake. Atalisaidia kanisa, atalisaidia kanisa. Zikaendelea kufunika kitu wako. Hatokata tamaa tena. Kwa jina la Yesu Kristo na mfalme wa ajabu. Zikaendelea kufunika jemadari wa vita. Asante Yesu kwa ajili ya uwezo wako na neema yako Bwana. Yesu Mungu mwenye nguvu nyingi Bwana. Yesu astahili heshima na utukufu.
Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima